Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu. Eneo zima la pwani inarusha habari zetu pia kupitia masafa marefu. Karibuni sana wasikilizaji wetu wa pwani ya Kenya. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Islands FM au Highlands FM, radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini. Hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji milioni 3 kote Mbeya na viunga vyake, mikoa ya Songwe, Mafinga, upande wa kaskazini wa Njombe, Rukwa pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Ukiwa Afrika Kusini mnaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM radio pale mji wa Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Ni mwanzo wa juma na kama ibada Jumatatu tunatenga kujadili kwa upana matukio kutoka viwanjani. Tutaangazia kongamano la AU na mzozo wa chama kikuu cha kisiasa nchini Kenya, ODM. Lakini kwanza tupate taarifa za habari na Ngendo Angela. Idara ya usalama masuala ya dharura katika jimbo la Niger kaskazini mwa Nigeria inasema zaidi ya watu 100 wameuawa weekend hii na genge lililoshambulia vijiji eneo hilo. Musa Saidu, afisa wa idara ya mipango ya dharura, ameambia vyombo vya habari shambulio la karibuni limetokea katika vijiji ambavyo vililengwa na wapiganaji mwezi uliopita. Genge lilokuwa kwenye pikipiki na silaha lilishambulia vijiji vya Konkoso na Pisa ambapo waliwapiga risasi raia na kuteketeza makazi. Aidha, baadhi ya wanakijiji walitekwa nyara na hawajulikani waliko. Makundi ya uhalifu na yale ya kigaidi yamelenga kaskazini na kati mwa Nigeria kwa miaka ya awali. Hata hivyo, umeripotiwa mashambulio katika maeneo mengine na kuzua hofu hali ya usalama nchini Nigeria. Al-Fasher, Sudan. Umoja wa Mataifa unasema watu 6,000 waliuawa kwa siku 3 katika mji wa Al-Fasher, Darfur nchini Sudan, wakati mji huo ulipotawaliwa na jeshi la wanamgambo la RSF. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inataja matukio hayo kama sinema ya hamaki, ambapo manusura wameelezea kuwa na maiti zikirushwa hewani na wapiganaji wa RSF. Aidha, wapiganaji hao waliwaua watu 1,000 waliokuwa wamekimbilia usalama ndani ya chuo kikuu kimoja eneo hilo. Baadhi ya raia walitekwa nyara, wengine wakapitia mateso na kulazimishwa utumwa. Umoja wa Mataifa unasema matukio hayo ni uhalifu wa kivita na dhulma za kibinadamu. Kundi la RSF halijatoa taarifa kuhusu ripoti hii, japo siku za awali limekanusha kuhusika na dhulma za kibinadamu magharibi mwa Sudan. Guinea Bissau. Shirika la Afya Duniani limekosoa vikali chanjo mjaribu ya homa ya hepatitis B inayotolewa kwa watoto wachanga nchini Guinea Bissau na ambayo inafadhiliwa na Marekani. WHO imetaja hatua hiyo kama inayokiuka maadili ya usalama wa watoto. Marekani ilitoa chanjo mjaribu kwa mamlaka za Bissau ikitaka kutolewa kwa watoto wanaozaliwa na wanaofikisha miezi 6. WHO inatetea hatua yake na kusema waziri wa afya wa Marekani Robert F. Kennedy amekosoa usalama wa chanjo, lakini anatoa chanjo za mjaribu kwa mataifa ya Afrika. Guinea Bissau huwa na tatizo kubwa la maambukizi ya homa ya hepatitis B, visa vingi vikiripotiwa maambukizi kutoka kwa mama mjamzito na mwanawe. Chanjo hiyo imezua malalamiko nchini Guinea Bissau na kuilazimu serikali kusitisha kutolewa kwa watoto. Basi bila kupoteza wakati, naomba kumkaribisha mwenzangu George Njogopa na kikosi chetu cha spoti kwa taarifa za michezo kutoka maeneo tofauti ya bara Afrika.
Na kokote mliko wanaspoti, nalifungua jamvi nikiwalika dimbani tupashana haya na yale yaliyochomoza katika medani mbalimbali, ikiwemo kizungumkuti kwa klabu za Tanzania zilizosukumizwa nje kufuza hatua robo finali katika michuano ya CAF, wakati huko Kenya taifa hilo lamwagiwa sifa kutokana na ushindani mkubwa wa mchezo wa raga, pamoja na habari nyingine kemkem. Karibuni wana michezo popote mlipo. Ninaye alisukuma gurudumu la michezo kwa leo ni mwana michezo bezako George Njogopa. Karibuni hadi mwisho. Naam, kumekuwa na maswali mengi yanaendelea kukolezwa na mashabiki wa soka baada ya timu nne za Tanzania zilizotinga hatua ya makundi katika michuano ya CAF kutupwa nje katika safari ya kwenda hatua robo finali, ingawa kila mmoja wao ameangulia katika mtindo unaojua mwenyewe. Si Yanga wala Simba anaweza kumcheka mwenzake baada ya kushindwa katika kampeni zao za kwenda hatua ya mbele katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, na hali kama hiyo pia imeangukia kwa timu nyingine za Azam FC pamoja na Singida BS ambazo zilishindwa kabisa katika hatua ya kombe la shirikisho. Kwa upande wa Yanga, jana alitegemea muujiza uwasili Jangwani ukielekea huko Misri, kwamba matukio yote ya kufungwa kwa timu ya Rabat dhidi ya Al Ahly ungewezesha wakali wa Jangwani kusonga mbele katika hatua ya robo finali, lakini hilo lilikuwa ndoto ya mchana kwa sababu mambo yalikwenda kombo huko Misri. Licha ya Yanga jana kutoroka na ushindi dhidi ya Kabylie ya Algeria kwa mabao 3-0 katika mchezo mkali uliotimwa vumbi katika dimba la New Amani Complex, Yanga amefungusha vilago katika kinyang'anyiro hicho baada ya kupungukiwa alama, ikimefikisha 8 katika michezo yake 6 iliyoshukua dimbani, wakati Rabat na Al Ahly zinakwenda robo finali zinazoanza kutimwa vumbi hivi karibuni katika viwanja mbalimbali. Mashabiki wa Yanga ambao wanatania na watani wao Simba kwa madai kwamba walifuatilizia mchezo wa jana usiku na mashine ya kupigia mahesabu yani calculator, sasa hawatambi sana mitaani baada ya matukio hayo jana usiku kama ilivyoshuhudiwa kabla ya mchezo wenyewe. Lakini hata hivyo bado hawajapungukiwa na maneno wanapopita mitaani wakati huu. Kweli hatujafuzu, ila tumeshinda mechi. Tumeshika nafasi ya 3. Sawa, tuna pointi 8. Tumefunga magoli 5 ndani ya group stage. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, siaba. Tulichojaliwa ndio hicho. Na Mwenyezi Mungu kajalia kwa sisi tusicheze hatua robo finali, wataenda kucheza wenzetu. Sisi tunachokifanya sasa hivi kwenda kujipanga kurudi kwenda kuipambania ligi yetu. Kwa sababu sisi tulikosea mechi ya nyumbani, haina shida. Kwa vile tumekosea mechi ya nyumbani, haina shida, sisi tumekubali matokeo, haina shida. Sisi hatuendi kumlaumu kiongozi, sisi hatumpigii kiongozi yoyote na hatumlaumu yoyote ule. Sisi tunachoomba tunaenda kupambana kwenye ligi, na sasa hivi sisi tunaenda kuwapongeza wachezaji wetu walichokifanya, hatuna shida, si tofauti na wao. Ukizungumza katika ligi ya mabingwa, kundi gumu utalipata kundi alilokuwa nalo Yanga. Kwa sababu kundi alilokuwa nalo Yanga, nenda kaangalie watu walioenda robo finali, nenda kaangalie mtu aloshika nafasi ya 3. Mtu wa kwanza anaongoza kundi ana pointi 9. Sawa, kawaambie wanacheka, lakini waliangalie kundi linasomaje. Mtu anaongoza kwenye kundi hili ana pointi 10. Sawa. Anaofuata ana pointi 9. Anaofuata Yanga Afrika ana pointi ngapi? Ana pointi 8. Si ushaelewa? Kwa hiyo kaliangalie kama kuna kundi limepishana, timu zimepishana pointi moja kuanzia wa kwanza, wa pili mpaka wa 3. Tanzania mara hii imeandika rekodi 2, kwanza kufanikiwa kuingiza timu 4 katika hatua ya makundi, na baadaye lakini timu zote 4 zikienda na maji kwa kushindwa kwenda katika hatua ya robo finali. Nchi za Morocco, Misri na Algeria zilichukua mkondo wa aina hiyo kwa kupeleka timu 4 katika hatua ya makundi, lakini mwisho wa Morocco pamoja na Misri pekee ndizo zilizochomoza finara kwa kupeleka timu zote 4, huko Algeria ikipeleka timu 2 katika kombe la shirikisho. Timu ya taifa ya wanawake wa Tanzania Twiga Stars imeelekea huko Misri kuweka kambi kwa ajili ya maandalizi ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake, yani WAFCON, mashindano ambayo yanatarajiwa kufanyika mwaka huu kuanzia Machi 13 hadi Aprili 3 nchini Morocco. Kama sehemu ya maandalizi hayo, Twiga Stars itashiriki michuano maalum ya Pink Ladies Cup itakayofanyika huko Dubai kuanzia Februari 28 hadi Machi 6, ikiwa nchini humo itachuana na timu za mataifa ya Urusi, Hong Kong pamoja na Ghana. Na kwa upande mwingine, mwanamichezo wetu Shadrack Mwansasu aliyoko jijini Dar es Salaam amezungumza na mwanasoka la wanawake la zamani Esther Chaburuma kujua haya na yale kuhusiana na timu hiyo ya wanawake wa Tanzania. Esther, wewe kama mchezaji mkongwe wa soka la wanawake Tanzania, je, waiona Tanzania imepiga hatua gani kwa kiwango gani kwa maana hiyo katika soka la wanawake
ukilinganisha na miaka iliyopita? Naamini soka kwa upande wa wanawake ni kazi kama kazi zingine, na wasichana wengi sasa hivi wanajitokeza kucheza huo mpira. Hata unakuta wazazi wanawashawishi watoto wao wa kike kucheza huo mchezo, kwa maana wameona ni ajira kubwa sana kwa watoto wao, na wanaona kama kuna watu wanafanikiwa wakiwa wanacheza huo mchezo. Kwa hiyo mimi naamini ni ajira kwa wasichana wote, ili mradi ukiamua unaweza ukafanikiwa. Tanzania inapaswa kufanya nini ama kufanya kitu gani ili kukua kisoka kwa upande wa wanawake na kufika kiwango cha mataifa ambayo yamefanikiwa zaidi ndani ya bara la Afrika? Kiukweli kwa sasa mpira wa wanawake Tanzania umepiga hatua kwa kiasi kikubwa sana, tena sana, kwa maana pindi sisi wakati tunacheza ilikuwa tunasuasua kwenye ligi. Kwanza timu zilikuwa ni chache, azizidi timu 5, zilikuwa ni chache timu za wanawake, lakini pia hata ligi uendeshaji wao ulikuwa sio mzuri. Kwa maana ya nini? Tunaweza tukacheza ligi msimu huu, alafu ukakuta baada ya msimu wa pili na watatu hakuna, ukaja ukachezwa msimu wa 4. Kwa hiyo ligi ilikuwa ieleweki kabisa, yani mradi tu kuna timu za wanawake basi tuandae kama kaligi kacheze basi, lakini kilikuwa hakina malengo. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, sisi tumecheza mpaka tunamaliza kucheza mpira, tunakuja kuwa walimu, lakini unaona kabisa sasa hivi soka la wanawake limepiga hatua kubwa sana. Unakuta tuna ligi bora Tanzania, ligi ya wanawake bora kabisa, na inashika nafasi 5 za juu kwa ubora ligi yetu ya wanawake. Unakuta timu zimetengeneza timu zao, zimeleta maprofessional kutoka nchi tofauti tofauti, na ligi ina ushindani mkubwa. Unaweza ukaona ligi inachezwa msimu huu anachukua labda JKT, lakini msimu unaokuja na yuko Simba anachukua, msimu unaokuja hivyo. Yani ligi ina ushindani, hakuna ile guarantee kama miaka ya nyuma sisi tukicheza yani bingwa ni anajulikana tu ni Mblat Queens basi. Hapana. Sasa hivi ligi ya wanawake Tanzania imepiga hatua kubwa, kwa maana unaona ligi inachezwa, ligi nzuri. Ligi kabla haijaanza kuna ngao ya jamii, watu wanashindana kugombea ngao, ikitoka ngao ndo ligi inafunguliwa rasmi inachezwa. Lakini pia unaona timu mbalimbali za Simba, Yanga, yani timu tofauti tofauti siasia na zinginezo zina wachezaji professional kutoka nje ya nchi, na ligi inakuwa bora, wachezaji wanalipwa kwa kiasi kikubwa cha pesa. Unaona kabisa wachezaji sasa hivi wanalipwa mishahara, wanalipwa signing fee, lakini huko nyuma sisi wakati tunacheza ilikuwa hakuna hivyo vitu. Mchezaji unakuta anajinunulia mwenyewe viatu, yani anakwenda ile akifika kwenye timu anacheza, akimtoka anapewa tu nauli ya kurudia nyumbani. Lakini sasa hivi hakuna, mchezaji anakaa kempu ligi, mwanzo wa ligi mpaka inapofika mapumziko anaenda nyumbani kupumzika muda mchache, anarudi tena kuingia kempu na timu yake kuendelea na ligi. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana shirikisho la mpira la Tanzania TFF, wamejitahidi kuboresha ligi ya wanawake na ni kweli ni bora na inatambulika. Sasa hivi ukizungumzia ligi za wanawake Tanzania ipo, lakini pia inaleta chachu kupata wachezaji bora wa timu zetu za taifa za wanawake. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana TFF na waendelee na juhudi zao hizi, wahakikishe ligi yetu inakuwa bora. Kama ilikuwa ipo kwenye nafasi 5 basi ishuke mpaka tuongoze kuonekana Tanzania iko nafasi ya kwanza ya pili kwenye ligi ya wanawake kwa ubora. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana na niwashukuru sana. Na sasa tuelekee nchini Kenya ambako mchezo wa mpira wa raga unataja kuendelea kuota mizizi, huku kukishuhudiwa hamasa kubwa kutoka kwa mashabiki wa mchezo huo. Kama anavyoarifu mwanamichezo wetu Gabriel Iguba, mashindano ya mchezo yalifanyika mwishoni mwa wiki yalikuwa ya aina yake. Kenya imepokea sifa nyingi baada ya kufanikiwa kuunda mashindano ya mpira wa raga ya wachezaji 7 kila upande yaliyofanyika mwishoni mwa wiki kwa mpangilio wa hali ya juu na bila dosari yoyote. Mashabiki, wachezaji na maafisa wa mashindano wamesifu maandalizi bora, usalama wa kutosha na mazingira mazuri yaliyofanya tukio hilo kuwa la kusisimua na kukumbukwa. Rais wa Kenya William Ruto awali aliwarai mashabiki wa raga kujitokeza kwa wingi kama njia moja ya kuuza sura ya Kenya kwa uso wa kimataifa.
Afrika. HSBC tournament ya rugby si mchezo bana. Hii ni noma sana. World class rugby na vibes hatari sana. Our boys and girls, hii ni moment yenu. Kila mtu show up na squad yako. Let's show the world how we rock it here. Asanta! Timu ya Kenya Shujaaz iliridhia nafasi ya 3 nyuma ya Marekani na Ujerumani mtawalia licha ya kushinda mechi 4 kati ya 5. Kina dada Kenya Lionesses kwa upande wao waliridhia nafasi ya 5 baada ya kushindwa mechi 4 na kushinda moja tu iliyowapa alama 6. Gabriel Ngubu, michezo. Baada ya watani wa jadi wa Tanzania Simba na Yanga zote kuyaaga mashindano ya kimataifa, sasa mashabiki wake wameanza kutupiana vijembe kuelekea katika mchezo wa hapo Machi mosi, mchezo ambao bila shaka unavuta hisia za wengi katika eneo hili la Afrika Mashariki. Homa ya mchezo inaonekana kupanda taratibu, na kwamba kila upitapo katika video vya soka kila mmoja anamtembea mwenzake akisema safari lazima atalala mapema. Mashabiki hao wameonekana mitani wakiuota mchezo ambao sasa unasubiriwa kwa hamu kubwa. Wewe ulikuwepo wapi? Ulikuwepo nini? Umeshinda goli ngapi kwa Mkapa? Mimi nimeshinda New Amani. Nakwambia vipi? Wewe una point ngapi? Sikiliza kwanza. Umemaliza kundi kwa nafasi ngapi? Point 5 nazo. Ngoja. Mabishano kwa sababu huyu kiumbe mimi simuelewi, kwa sababu anang'ang'ania tuko sawa. Namuuliza tuko sawa kivipi? Kwa sababu anavyosema tuko sawa nielezee, kwa sababu tofauti ni mkubwa, kwa sababu mpaka sasa hivi yeye unajua kutolewa sio shida. Tunaangalia tumetolewa sawa, tunaangalia huyu Yanga kamaliza akiwa na nafasi ngapi na ana pointi ngapi? Yeye amemaliza akiwa na nafasi ngapi na pointi ngapi? Yeye kwenye kundi lake yeye ndo kibonda amejitwisha kwenye kundi lile la msimamo la kwenye kundi lake. Yukajitisha timu zote kwenye kundi lake. Lakini umekiona kikosi Fadha? Kikosi kipi? Umekiona kikosi cha jana? Ndugu zangu waandishi habari, huyo atanikausha Kolomeo bure. Huyu dawa yake nitakwenda kumuonyesha tarehe 1. Kwa sababu ngoja nisikilize. Tarehe 1 njoo. Uvae tight, uvae bukta, uvae nini? Lakini tarehe 1 mimi na kuonyesha kama mimi ndio mwanaume. Kwa mpira gani alokuwa nao? Hata liope wapi? Hata kwa Santiago Bernabeu. Sisi tunalaza. Hata Santiago Bernabeu. Mimi naamini kikosi changu cha Simba. Umeona mwenyewe. Umekiona mwenyewe. Suleiman Mwalimu yule. Umemuona? Umeona Bulaya, umemuona? Wote. Yaani kila anashika mpira ni yule. Huyo Mwalimu mwenyewe anamsifia muda wote offside. Wewe Mwalimu mwenyewe anamsifia muda wote offside. Una timu. Na mpaka hapo sina budi zaidi ya kulikunja jamvi la spoti, nikitumai kukualika tena wiki ijayo siku na wakati kama leo. Kwaherini na usiku mwema. Kushukuru sana bingwa George Njogopa na wanamichezo wetu. Usikose kuungana nasi kila Jumatatu kwa taarifa mahususi, kwa matangazo na vile kiwa pia na mambo na taswira tofauti kutoka viwanjani. Kongamano la marais barani Afrika AU limekamilika mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Kikao hiki cha kila mwaka huandaliwa kujadili mustakabali wa raia bilioni 1.5 wa bara Afrika. Mwaka huu AU imefanya kongamano la viongozi wakati kanda likikabiliwa na changamoto kibao. Kubwa tatizo la vijana ambao wameonyesha kutamaushwa kwao na viongozi. Wengi wameondoka barabarani kuandamana kutokana na mifumo ya uongozi. Baadhi katika kujaribu maisha ya nchi za nje wamezama kule baharini, wenzao wakipoteza maisha katika viwanja vya vita Ulaya. Afrika imefanya kikao wakati baadhi ya nchi zimezama kwenye maji ya mafuriko na wengine raia wakikodolea mauti kutokana na ukame. Mazingira na mabadiliko ya tabia nchi yanatikisa Afrika. Swala la ukosefu wa ufadhili ni kero baada ya Marekani kuondoa ufadhili wake kwa mashirika makubwa tegemeo la Afrika. Na mwisho, Afrika isiyo salama imekutana kule Ethiopia. Kila pembe ya bara kuna makabiliano ya kijeshi na waasi, makundi ya uhalifu na mataifa yaliyotekwa na mapinduzi ya kijeshi. Haya yote yamepatikana tija kwenye kikao cha Jumamosi hii. Leonard Mubali amezungumza na mwanahabari Silvanus Karemera ambaye amekuwa akifuatilia kikao hicho juma lililopita.
Maazimio yalikuwa mengi tu, lakini makubwa yalikuwa kwanza yalihusu upatikanaji wa maji safi na salama katika nchi za Kiafrika, lakini pia swala la usalama sana sana katika nchi zenye migogoro, pamoja na ushirikiano wa kiuchumi, sana sana wakiangalia lile soko la pamoja ama lile soko huria AfCFTA, ambako nchi za Kiafrika zinanuia kufanya biashara pamoja kwa maslahi ya maendeleo ya bara zima. Kwa hivyo kimsingi ni kikao ambacho kilifanyika kwa kutazama rubaa za maendeleo ya Afrika mwaka 2063, ambako sasa kwa mfano katika swala la maji, kila Mwafrika anatakiwa awe na maji safi na salama katika nchi zote 55 ama 54 za Kiafrika. Kwa hivyo ni mkutano ambao kwa namna moja ama nyingine ulikuwa unatathmini hata mafanikio ya maazimio ya miaka iliyopita, kwa sababu baadhi ya maazimio ya miaka iliyopita ilikuwa ni kunyamazisha silaha katika nchi za Kiafrika, barani Afrika kwa ujumla, lakini pia kuwapatia huduma bora ya maji wananchi wa Kiafrika. Kwa hivyo baada ya kutathmini na mazungumzo na hotuba za hapa na pale, baadhi ya maazimio ni hayo ambayo kwamba sasa wakati Afrika ikielekea kwenye hiyo miaka 2063, basi kila nchi iwe na wananchi wake wawe na maji safi na salama, lakini pia usalama wa bara la Afrika waweze kupatikana katika maeneo mbalimbali ya bara hilo. Katika swala la maji safi na salama, hilo linawezekanaje katika bara linalokabiliwa na mizozo mingi kwa sasa? Lipo swala la usalama. Kikao kimeazimia nini kukabiliana na masuala haya ya usalama chini ya mwenyekiti mpya ambaye ni rais wa Burundi? Ni kweli ni changamoto kubwa kwa sababu huwezi kuwa na ndoto za kuwapatia wananchi maji safi na salama wakati nchi zikiwa na migogoro. Hata hivyo, licha ya maji na salama, baadhi ya wadadisi wanajiuliza, je, kipi kinatakiwa kuanza, usalama wa watu ama maji? Kwa sababu katika nchi mbalimbali, unakumbuka maeneo ya Sahel kule Afrika Magharibi na maeneo mengine, tatizo la ugaidi, lakini pia unakumbuka mzozo wa mashariki mwa DRC, nchi kubwa, lakini pia ukiangalia nchi kwa mfano Sudani Kusini, vita vinanukia, serikali hazielewani na wapinzani, na muda wote kunaweza kuzuka vita. Unakumbuka mgogoro wa Sudani, sasa ile Sudani kubwa ambako kundi la RSF takriban linadhibiti sehemu kubwa ya nchi hiyo, sana sana eneo la Darfur. Lakini pia ukiangalia mapigano ya miaka kama 3 iliyopita kati ya serikali ya Ethiopia na wapiganaji wake kule upande wa kaskazini. Je, upi urahisi ama ugumu wa yeye kutekeleza jukumu hili? Ndiyo, ni kweli. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amechaguliwa ama ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, akichukua nafasi ya rais wa Angola, na moja katika mazungumzo yake, katika hotuba yake, amesema kwamba swala la mizozo katika bara la Afrika atalivalia njuga, na mpaka akatoa mfano wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali ya nchi hiyo inapambana na kundi la waasi wa AFC M23. Lakini pia katika maazimio kama nilivyosema, pia swala la usalama limejitokeza pale. Sasa kidogo changamoto inakuwa kwamba hata katika nchi kwa mfano Rwanda, katika maeneo mbalimbali na katika nchi wadadisi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii ambayo nimekuwa nikisoma, watu wanajiuliza kwamba upande wa mashariki mwa DRC ambako kuna mzozo huu ambao tunauzungumzia, ambako jeshi la Burundi limekuwa pale likipambana na bega kwa bega na serikali ya Kinshasa, ni nafasi gani ambayo rais wa Burundi anayo kuweza kuleta suluhu? Kwa sababu yeye pia anachukuliwa kama ni sehemu ya tatizo, pamoja na kwamba wao wanasema kwamba walienda kule kusaidia serikali ya Kinshasa, lakini pia waasi wanawaraumu. Sasa katika hali kama hiyo, watu wanajiuliza itakuwaje, atafanikiwa namna gani? Kama unavyoniuliza, atafanikiwa namna gani kuweza kuweka ukomo wa mzozo huo? Ni mwanahabari Leonard Mobali akihitimisha mazungumzo na mwanahabari Silvenas Karemera akiwa Kigali, Rwanda. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Anna Ngugi. Sasa matangazo yetu yapo kwenye Radio Communautaire, yani tuko kwenye redio ya kijamii ya Baraka katika tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Hii inasikika katika mji mzima wa Baraka na tarafa nzima ya Fizi. Yani tunazungumza kuhusu Radio RCK.
inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye 93.5 FM ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vile inapatikana kwa masafa marefu. Radio Maniema New City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo RDC. Tuelekee nchini Kenya na leo tunaiangazia meli kuu ya chama cha upinzani nchini Kenya, chama cha ODM, ambacho kwa miongo mitatu kimekuwa ngome isiyotikisika chini ya uongozi wa kiongozi Raila Odinga. Hata hivyo, kufuatia kufariki kwa kiongozi huyo, chama hicho sasa kinakabiliwa na msukosuko na dhoruba la ndani kwa ndani la urithi. Uasi umekithiri kwenye chama hicho ambacho sasa kinaongozwa kwa ukaimu na seneta Oburu Oginga, nduguye Raila Odinga. Wiki iliyopita katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna, ambaye ni seneta wa jimbo la Nairobi, amefurushwa na kujenga uasi humo. Sasa mirengo miwili imeibuka. Moja unamuunga mkono rais wa nchi hiyo William Ruto, mwingine unapinga mahusiano ya chama na serikali ya Ruto. Je, ODM inajifungua uongozi mpya au ndio inaanza kusambaratika vipande? Mchambuzi wa siasa za Afrika hususan ndani ya nchi ya Kenya, Haman Manyora, analivalia njuga swala hili kwa uchambuzi wa kina. Ni wazi kwamba kutakuwa na swala la urithi, na anayeridhiwa ni mtu ambaye ni kigogo. Kuwa basi sio rahisi, na ndio unaona sababu ndio kuna wazee wale vigogo wa zamani kina Oburu Odinga na wengine ambao wanaelekea kuwa waandani wa karibu, ambao pia wakati huo wanaongea lugha moja na hayati Raila Odinga, kina Gladys Wanga, kina Mbadi, ambao pia wanahusiana wa karibu sana na William Ruto. Wananyakua chama, wanaonekana wao ndio wenyewe, wao ndio wenye funguo ya chama, wao ndio wenye wanasema certificate, wanajua iko wapi, wanajua kila kitu kiko wapi. Na kawaida na desturi ni kwamba urithi kama huu huwa kuna vita, watu wanapambana. Sasa ndio unaona vijana kina Sifuna, kina Babu wakiongozwa na mzee Orengo, wao pia wanasema hapana, sisi ndio wenyewe. Maana upande wao kwa hakika ndio ulio na ile soul, ile soul ya ODM. Kwa hivyo vyama vina misingi katika makabila na maeneo fulani. Vivyo hivyo na ODM. ODM imo katika maeneo ya Luo Nyanza, ya Wajaluo. Hiyo ndio ngome yake, na Raila alikuwa ndio kiongozi wao. Sasa maadamu ametuondokea, anayeridhi atakuwa ni mtu anaweza kukubalika. Na kusema kwa hakika dalili zipo na inaonekana wazi, wanaotaka kunyakua chama kina Oburu Odinga, kina Gladys Wanga hawana ushawishi katika eneo hilo. Kwa hakika raia hawafeel wanawasema vijana. Kwa hivyo ni nani ambaye angechukua chama hiki cha ODM na Wajaluo na eneo la Luo Nyanza likaridhika? Bila shaka ni gavana wa Siaya James Orengo, na ako na vijana wake kina Sifuna, na kwa vile kijana wao mmoja ni Babu Owino, yule kama sio Orengo, kwa hakika uongozi wa ngome ya ODM ambaye ni Luo Nyanza, bila shaka mbali na Orengo ni bwana Babu Owino ambaye ni mbunge katika eneo la Nairobi la Embakasi East, ambaye anagombea kiti cha ugavana wa Nairobi mwakani. Haya basi, huyo amekuwa ni Haman Manyora, mchambuzi wa siasa za Kenya. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu, kwani msikilizaji, sisi tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Radio Dumos 99.9 FM. Hii inasikika katika jiji la Nairobi, Lang'ata, Karen na viunga vyake.
Maeneo ya Ngong, kaunti ya Kajiado na eneo zima la Kikuyu pia inasikika kupitia masafa marefu. Hii ni sehemu ya jitihada zetu kukuletea matangazo yetu hapo ulipo. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Ukiwa hapo mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi, ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na nchi za Maziwa Makuu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jina langu ni Anna Ngugi. Kwaheri ya kuonana.